Mimi ninao ushahidi wa mama ambaye anajua kabisa kwamba huyu kijana anayetembea na mtoto wangu ni mume wa mtu. Sawa? Ndio. Na mtoto wangu anasoma form 3. Yaani huyo mama na mwanae anasoma form 3. Mwanae anatembea na mume wa mtu. Ndio. Sawa? Na yule mume wa mtu anahudumia ile familia. Na yule mama anajua. Na yule mume wa mtu labda akaamua kuachana na yule binti yake. Mama yule anajua kwamba binti yake sasa ana mwanaume mwingine ambaye anahudumia tena ndio familia yao. Wapo hao wazazi. Wapo wakina mama. Yaani mimi sisemi kama yani labda tumesoma kwenye kitabu. Mimi nina uthibitisho. Na hata wewe ukiniambia hebu nionyeshe nitakwambia wale pale. Na binti yeye anajua kabisa kwamba mamangu anayakubali mambo haya na anaenda hadi na wao umeza watu nyumbani kwao. Na mamake akisafiri anachukua simu anapiga simu, "Halo fulani, nimekuachia basi nyumba uangalie." Yaani wewe unapigiwa simu na mama wa mwanafunzi wa form 3. Unaona mke wako na familia yako, unapigiwa simu na mama wa mwanafunzi wa form 3, unaambiwa hudumia nyumba yangu, mimi naondoka nenda safari. Ni kukosa adabu na kukosa imani miongoni mwa watu wawili. Mfano labda mauaji ya wanandoa haya ambao imetokea, mwanandoa anamuua mume wake na wana watoto. Unajua huyu alikuta alikuwa amefuga maumivu muda mrefu kwenye nafsi yake. Ndio. Na yule bwana labda alikuwa anamlaghai. Naona. Sasa katika kumlaghai kule bibi anakuja kugundua kwamba nimelaghaiwa, nimefanywa mjinga, na katika kufanywa mjinga huku huyu bado anakuja hapa ndani ananiigizia kwamba yuko pamoja na mimi, kumbe hayupo pamoja na mimi. Kwa sasa anafikia hatua anasema bora nimuue. Yaani hasira inakuwa imeambatana kiasi kwamba anafikia mwafaka anasema bora nimuue tu. Bora tukose wote. Ambayo ilikuwa sio suluhisho kwa wakati huo, lakini kwa sababu hisia zimeambatana. Hisia ni ziko kwa pamoja nyingi, kwa sasa mtu anakuwa huna mwafaka. Hujui ufanye nini, kwa hiyo inabidi tu fikie katika lengo hilo la kuua. Lakini pia jambo lingine ni watu kutokuwa wa kweli. Ndio. Kivipi? Watu wanakuwa na maisha mawili, yani anakuwa na double life. Anaishi na Lela lakini anataka kuishi na Salma pia kwa mazingira hayo. Na hutaki kusema kweli, mtu mmoja ajijue kwamba mimi niko sehemu gani na simama wapi na huyu bwana. Sasa mwingine katika kumanage hasira zake wengine hawako vizuri. Kwamba ataweza kujicontrol na nini. Mwingine anaona njia ya kujicontrol sina, kwa mimi nafanya maamuzi yote yanayonijia kichwani. Wanawake mara zote tunafanya maamuzi kwa kufuata hisia. Ndio. Huwa hatutumii akili. Baadaye baada ya tukio au kufanya jambo kwa hisia tunakuja kujutia kwamba laiti kama. Sasa sijui tufanye nini, lakini pia inasababishwa pia na msongo wa mawazo wa muda mrefu. Labda mwanamke alikuwa anakuhitaji uwe karibu naye, huna wakati naye, hutumii wakati naye. Kwa anakuja kugundua kumbe wakati wako ulikuwa hutumii naye, ulikuwa unatumia na mtu mwingine. Na si ajabu labda huyo mtu mwingine hajawekeza kwako kama yeye alivyowekeza kwako. Kwa anasikia uchungu. Kwamba kwa nini? Ndio. Kwa nini unamfanyia mambo ya nayo? Kwa mimi ni vitu vinaumiza sana. Lakini sasa laiti kama wanaume wangejitahidi kuwa wa kweli. Kwa sababu wanawake wana siri moja ambao nadhani wanaume wengi walikuwa hawajui, ni kwamba mwanamke ukimweka wazi tu zonga anakuhitaji, ni kwamba amekupenda. Wewe jiulize, mwanamke unamwambia mimi nalala chini lakini akwambia tutalala wote. Mimi sina hela, nakwambia mimi nitakusaidia, tutapata fedha. Sasa ndio umwambie kwamba mimi nimezaa na fulani iwe ni kesi. Sema tu kweli. Mimi nimezaa na fulani. Sisi tuwajua kwamba nyinyi mna tamaa. Naweza hata ukapewa wanawake 90 ukaambiwa chagua 89 ukajuta kwa nini mmoja umemwacha. Ndio mko hivyo wanaume. Sasa sema kweli, mimi wajua mimi niko na wewe hapa lakini na maisha mengine na fulani.
na fulani niko naye. Unaweza takatoa sababu za kipuzi, niko naye kwa sababu tunafanya biashara pamoja. Tunajua ni sababu ya kipuzi, lakini at least tuna taarifa. Hata nikija kugundua maumivu yangu hayatakuwa makali kama ambayo umenisababishia. Na katika kipindi kile labda ambacho wewe una mazungumzo na watu wengine nje, mke wako umemwacha, yani umemtupa, humjali hisia zake, humshughulikii hisia zake kama mwanamke wako, humpi haki zake, nyumbani utoi matumizi, watoto wananyanyasika, watoto wanateseka, siku ya kwenda shule kwa ajili ya watoto hutaki, ukilizwa jambo na kuwa mkali. Simu yako inaenda nayo mpaka chooni, mke unamtukana, mke unamdhalilisha, unapokea simu mpaka hata ukiwa kitandani na mke. So mke sasa anakuwa ameshikilia maumivu ya muda mrefu, ana hasira ya muda mrefu, na labda kwa sababu akisema wewe huo unamfokea, kwa anajikuta sasa amelimbikiza hasira. Inakuwa kama yule ndege yule ambaye anaja hapa kifuani. Sasa ile ikija kufyatuka ile, ndo hujui sasa hapo itamshika nani. Akakuwekea sumu kwenye chakula ukafa, au wengine anaweza tu akaamua kukupa mateso ya kihisia kila siku, au akachukua chombo kama hivyo, chombo cha ncha kali akakukita. Sawa, tumeona hilo. Au wengine wanaenda mbali, wanazaa hata nje ya ndoa, kukomeshe tu. Sawa, tumeona hilo kwa upande wa wanaume, lakini kwa upande wa wanawake pia kuna baadhi huwa wanafanya vitendo vya mauaji. Hususan mwanaume akiwa wakati mwingine tunasikia jeshi la polisi wakisema walikuwa mali, wakati mwingine kama hivyo masuala ya usaliti, wanasema tukose wote na mambo mengine kama haya. Hawa nao tunaweka kwenye kundi lipi? Mfano wengine ni hali tu ya kimalezi, kwamba kuna wengine wamelelewa katika mazingira ambayo hawana uzalendo isipokuwa kwenye fedha, au hawana uzalendo isipokuwa kwenye vitu. Sasa mtu anaona kwamba mwanamume huyu mimi nimetafuta naye mali akiwa hana kitu, sasa amepata, sasa nataka kuoa, sasa na mabinti wengine nje, kuacha ni muwe. Na mwingine ni mchu tu, ana uchu wa mali au uchu wa madaraka. Kwa anaona hii mali mume anaicontrol peke yake, sio fair, wacha mimi niisimamie mimi, ngoja nimtoe hapa katika hii picha. Mwingine tu anakuwa na roho kama hiyo, roho za kishetani. Ambao hii inaingia kwenye mtu mmoja mmoja, yani mtu binafsi, fikra yake na maadili. Ndio maana kuna watu wanasema mwanamke ni mtu unaweza kumwangalia hivi ni dhaifu, ni mtu ambaye hawezi kufanya kitu, lakini mwanamke akigeuka shetani mwenyewe anakaa pembeni. Kuna video ilikuwa inapitilizwa kwenye mitandao ya mwanamke ameenda saluni, akaambiwa na yule mwenye saluni kwamba kutengeneza nywele ni 20,000. Mwanamke akachukua simu ili ampige mume wake ili atumie fedha kutengeneza nywele. Shetani akamnongoneza mwanamke katika sikio lake. Unajua shetani kazi yake ni kunongoneza. Akamwambia sema 50. Shetani akajua mwanamke atasema 50. Na yule mtu mwenye counter pale alijua labda mwanamke bangeongeza 30 tu katika hiyo bili yake ya saluni. Lakini ajabu ya Rahmani, mwanamke alisema 100,000. Hadi shetani mwenyewe yani katika ile video shetani na mapembe yake yenyewe kashika mdomo. Sasa ndio sasa watu wanasema yani mwanamke akiamua ubaya yani shetani mwenyewe anakaa pembeni. Wewe kuna hali fulani ya mwanamke anaweza akawa, tunasema anaweza akawa dhalili kiasi kwamba hata wewe mwenyewe ukajiuliza huyu mke namjua ama lakini mara nyingi hii hali inaletwa na mazingira hasa yanotengenezewa na mume. Ama alipokuwa mazingira alokulia nyumbani kwao, amekuwa katika mazingira au familia ya aina gani. Kwa hii inaweza ikachangia asilimia kadhaa za yeye kuwa atakavyokuwa. Kama amekuwa katika familia mama ni mkorofi, na akaona baba yake siku zote amekuwa chini kutokana na ukorofi wa mama, na yeye anaweza kaamini kwamba njia ya kumcontrol mume wangu ni mimi niwe mkorofi. Madam, hicho unachokisema kina ukweli. Kuna mtu mmoja hivi ambaye tunafahamiana. Nilitumia muda mfupi sana kuweza kumjua ni mama wa aina gani, japokuwa yupo na mumewe. Kwa sababu imetokea kipindi hivi kwamba kila anachokiamua baba hakijawahi kupita, lakini
amua yeye lazima kipite. Sasa kuna wakati walikuwa natafuta nyumba ya kuhamia kwa sababu anaishi katika nyumba za kupanga. Mume akatafuta nyumba, akaambia tunaenda sehemu fulani, nimepata nyumba nzuri tu, nimeiangalia. Mke akamwambia hatuwezi kwenda huko, huko ni mbali, lazima twende eneo fulani. Akamwambia eneo fulani, ile nyumba yani kule kulikuwa na pumba, sio anafuga kuku, kwa nini tusiende kwenye ile? Akamwambia mimi nimeshasema. Binti yake mkubwa akaenda kumwambia babake, kwa hiyo tunaenda wapi? Baba akasema tu aliposema mama yenu. Allah. Unaona aliposema mama yenu. Hii inaleta taswira gani pia kwa watoto? Kwa sababu nakwambia hivyo, huyu mama ana mabinti kama 4 hivi. Wote walipata kuolewa, lakini wote wapo nyumbani. Lazima. Wote wapo nyumbani. Na mbaya, sio niseme mbaya, sio nzuri, nzuri zaidi. Wamerudi na wajukuu, yani wamerudi na faida. Sasa faida hii, ule mzigo umerudi kwa babu na bibi. Kwa sababu wale mabinti wamekuja na faida ya watoto kutoka kwa waume zao. Lakini hayo sio malengo ya mama. Malengo ya mama alikuwa ni yapi? Kuozesha. Mimi kuwapeleka watu katika nyumba zao, kwa sababu pale sio kwao mabinti. Mabinti kwao ni watakapoolewa. Waliolewa, lakini sasa hayo yalikuwa si malengo yake. Lakini kutokana na malezi yake hovyo, ona sasa wamerudi. Na sasa kwa bahati mbaya, tena kwa hali hii ya uchumi ya sasa, watoto 4 na wajukuu labda 4 ama tuseme 8 kiufupi. Utawalea kivipi? Na katika hiyo nyumba una nafasi kiasi gani? Lakini wewe mwenyewe katika jamii watu wanakuonaje? Wajua ikiwa mtoto mmoja, sema bahati mbaya, ndoa za sasa hazina mwamana. Haya sasa watoto wote 4. Ina maana inathibitisha kwamba wewe una matatizo. Mimi sijui niseme nini, lakini katika familia nyingi ambazo mama na tabia hii ambayo wewe umeidokeza, atakuza watoto wa aina mbili. Watoto wa kike watakuwa wao wanataka kudokeza kama mama yao, na watoto wa kiume wao watakuwa ni wahalifu kwa wake zao. Wale wanaume wale wanapenda kucontrol, wanaume wenye kupenda kutumia nguvu nyingi, wengine wale wanaopiga, wale wanaoaminishwa na mama zao kwamba mwanamke amekuja kukuua, chukue mali yako. Kwa wamama wa aina hii wanakuza watoto wa aina hizo mbili. Sasa huyu mtoto wa kiume anaweza akasurvive kwenye ndoa yake na mke wake. Kwa sababu gani? Binti sio wa kwako. Kwa akiwa anateseka au amerudi kwao, wewe huwezi kujua. Wa kwako wewe ni kijana. Lakini ili ujue kwamba huyu mtoto wako hawezi kusurvive kwenye ndoa kama mwanaume, mabinti zako atarudishwa. Kwa hiyo utajua wewe umekuza mabomu ambapo fika kwenye nyumba za watu wameenda kulipuka. Na hawa mabinti ambao wamerudi na watoto, si kama walivyoumiza wale waume zao, kwamba yani ni maumivu asubuhi wakilala wakiamka yataisha. Ni watu ambao wamewaumiza, na labda ikachukua miaka 10 kwa wale vijana ambao wameoa mabinti zake kupona afya zao za akili. Na hawa vijana hawana kosa lolote, hawakuchangia lolote kupata maumivu haya. Na bahati mbaya au nzuri, mabinti wa aina hii hata kama wameachika bado wanataka kuwa control wale wanaume, kwamba akisikia mwanaume labda ameoa ataenda kule kufanya vurugu. Yaani wanakuwa hivyo. Au kakake ameoa atataka kuingia kuvamia ndoa ya kakake, pia atake kuicontrol. Ndio watu wengi wanaosema mimi wifi ananisumbua. Mimi naulizaga swali moja tu, wifi yako ana ndoa yenye furaha? Kwa sababu wewe ukiwa na ndoa yenye furaha, huwezi kuona uivu kwenye ndoa ya kakako. Huwezi kuingilia ndoa ya kakako ukaleta vurugu, kwa sababu kwako kwenyewe kuna raha. Huwezi kufanya vurugu kwa mtu. Na ukiona mtu anakufanyia vurugu kwa sababu muolewa na kakake, yeye pia kwake kuna vurugu. Kwa kuliko wewe uache nyumba yako, useme mimi naondoka, bora niachane na huyu kakake. Wewe bora ukae, umuombe Mungu yule apate taufiki kwenye ndoa yake. Kwa sababu ukiondoka, yeye anataka uwe kama yeye. Kwa sababu wanasema wazungu, misery lives love company. Yaani watu wanaopata mabaya wanapenda watu wote wapate mabaya. Kwa hiyo akiona kwamba wewe una starehe, ndoa yako ina amani, ataingiza tu chokochoko
Usistarehe, uwe kama yeye. Sasa kuliko uondoke umpe sababu ya yeye kustarehe kwa wewe umeshindwa ndoa yako, bora wewe ukae. Sasa yani wazazi au wakina mama aina hii wanalea na kukuza watoto wa aina hii nilokupa. Na wao hawajui. Na tunaweza tukawa tunashangaa ama wasikilizaji wakashangaa, lakini huyo mama mpaka leo atakuwa bado analaumu wakwe zake kwa anayekuachwa. Mpaka leo. Na mpaka leo hawezi kujua makosa ya watoto wake. Na watoto wake labda mpaka leo hawajua kwamba wao wameshindwa kukaa kwenye ndoa kwa sababu gani. Mr. Hatibu, mimi ninao ushahidi wa mama ambaye anajua kabisa kwamba huyu kijana anayetembea na mtoto wangu ni mume wa mtu. Sawa? Ndio. Na mtoto wangu anasoma form 3. Yaani huyo mama na mwanae anasoma form 3. Mwanae anatembea na mume wa mtu. Ndio. Sawa? Na yule mume wa mtu anahudumia ile familia. Na yule mama anajua. Na yule mume wa mtu labda akaamua kuachana na yule binti yake. Mama yule anajua kwamba binti yake sasa ana mwanaume mwingine ambaye anahudumia tena ndio familia yao. Wapo hao wazazi. Wapo wakina mama. Yaani mimi sisemi kama yani labda tumesoma kwenye kitabu. Mimi nina uthibitisho. Na hata wewe ukiniambia hebu nionyeshe nitakwambia wale pale. Na binti yeye anajua kabisa kwamba mamangu anayakubali mambo haya na anaenda hadi na wao umeza watu nyumbani kwao. Na mamake akisafiri anachukua simu anapiga simu, "Halo fulani, nimekuachia basi nyumba uangalie." Yaani wewe unapigiwa simu na mama wa mwanafunzi wa form 3. Na wewe na mke wako na familia yako unapigiwa simu na mama wa mwanafunzi wa form 3 unaambiwa hudumia nyumba yangu, mimi naondoka naenda safari. Huyu mtoto wa kike unavomlea kwa staili hii kama bahati mbaya, maana ni bahati mbaya sana, mama yako angekulea namna hii unomlea huyu binti yako, wewe ungefika hapo ulipo? Na huyu mama yeye mwenyewe hana mume yake anaishi kaskazini, yeye anaishi kusini. Kwa wewe unataka historia ambayo wewe unaishi ya kutokuwa na mume pembeni yako na mtoto wako naye aishi katika historia hiyo. Basi bora hata angekuwa mtoto ambaye skuli imemshinda, mtoto yuko form 3 intact. Yaani hata siongei kuhusu story labda last year au nini, recent tu. Yaani ni vitu ambavyo vipo tunaishi navyo. Na ni kitu ambacho nimeshangaa kwa sababu nimekiona Tanga kazabala. Mambo haya yapo. Mtu ndo ananishtua ananiambia, "Hii na zaidi ukitaka nikustajabishe zaidi nitakustajabisha zaidi." Sasa wewe jiulize, huyu ni binti wewe Mr. Hatibu utamuoa? Ngoma sana. Nani atatoka aje kumuoa kutoka mbinguni? Maana akija katika ule mtaa story ya kwanza ataambiwa huyu mama yake ndo kuadi. Nani ataoa ukoo huo? Kwa sababu masharti ya ndoa ni mojawapo ni kuangalia familia. Kuangalia huyu mtoto ametokana na familia gani. Sasa wewe unahisi mtoto wako ataolewa na mtu akisabasaba ama ataolewa na mtu mwenye tabia kama zake? Ina maana historia yako itarudia tena kwa mwanao na bahati mbaya labda kwa mjukuu wako na kwa yani ina maana kizazi chako kitakuwa kizazi hichi cha hovyo. Samahani, lakini kitakuwa kizazi cha hivyo. Wewe una watoto wa kike lakini umewafungulia milango wanaweza kuzaa nyumbani. Hawajaolewa. Wamezaa. Mtu anazaa mara moja ikiwa ni bahati mbaya. Alilagaiwa, nyumbani ilikuwa maisha magumu, kwao akadanganywa na chipsi, ikabidi amepata mimba kutokana na chipsi, ilikuwa njaa nyumbani. Lakini anazaa tena mtoto wa pili. Mtoto wa tatu, mtoto wa 4. Na wewe wampokea. Alafu naambiwa baba zao ni zimepanga alfabeti. Huyu ni A, huyu anaanza na B, huyu anaanza na C. Wengine hawajulikani. Baba yao akisema watoto hawa kwa msimamo wangu na msimamo wa dini yangu, watoto hawa hawatakiwi kurudi hapa nyumbani, unagombana na mume wako. Kwa
Kama ni hivyo bora mimi na wanangu wote tuondoke. Na katika hii familia ambayo naitolea mfano ni kwamba kuna dadao kati ya wale mabinti, kuna dadao. Siku moja nilikuwa najaribu kuongea naye ile kirafiki, nikamwambia kwa nini nyie wote mmeachwa? Mpo nyumbani hapa, alafu familia baba mpaka katafute ye mwenyewe mlemavu, unaona kwa nini nyie mmeachika? Nasema kitu cha kwanza, akawa ananiambia mama, unapomwambia wakati mwingine unamshirikisha mama kama msaada wa kuweza kutatua changamoto labda unaokutana nayo. Mama anakujaza, anakupigia simu, rudi nyumbani, hujafukuzwa. Unaona na wewe unapata kichwa. Unaona? Sasa anasema mwisho wa siku wanaume wale nao walivyokuwa wahovyo, ama sijui ndio mapenzi niseme, kwamba hakubariki kwa mkwe na amekurudisha nyumbani kwenu, lakini akija akikuchukua siku ngapi unashangaa fulani mjamzito. Wanani? Wa yule ambaye hahudumii, hajui kitu kuhusiana na familia. Wanaendelea kuongeza familia wakiwa pale pale. Anapoambiwa mtoto arudi kule, mama anagoma. Unaona wajamaa nao sijui ndio umepatia kwamba hatuhudumii, wanamaliza. Hata mimi ningefanya hivyo. Sasa uone vibaya. Ni sehemu ya free. Na nyie si bado hamjapata akili, labda watoto watakapokuwa wengi labda mke wangu utajirudi. Kwa sababu sio watu wanaotaka kuchanganya mataifa ya watoto. Kuacha nikuzalishe wanne, labda akili itarudi. Shasota nyumbani, labda akili itarudi. Na nadhani ni mahesabu yao hao vijana. Na mbaya zaidi, kwa sababu mimi nilikuwa naishi nao, yani naongea kitu ambacho wakati mwingine pale nyumbani walikuwa wanakaa nje. Unajua wanakisi, unajua napenda kukaa barazani pale. Sasa wanaume mara nyingi huwa basi wanaanza kupiga story. Unajua mabinti wanamshirikisha mama kwamba fulani hivi unamfahamu fulani naye kaniambia hivi, fulani naye kaniambia hivi. Wanaanza kudiscuss hivi, fulani ana kitu gani kwa, unaona kama wafanya biashara fulani hivi, lakini mama anachangia na yeye anakuwa mmoja wa wale kuweza kusema kuwa na fulani anaweza akatufaa, kuwa na fulani anaweza akatupa kitu fulani. Unaona sasa ukiangalia kwa ndani imekuwa kama sababu yule mama, kwamba hata leo hii nadhani wale moja ya wale mabinti, kwamba si unajua wanaume tena wanakuja na maneno mazuri, wakati mwingine inawezekana na nanyi wanawake inawezekana mnasema ndio isiyokuwa na ukweli kiundani. Kwa sababu leo hii naweza nikakwambia madam mimi naala chini, ukasema huyu Atibu atakuwa, yani kimoyo mwenyewe unasema atakuwa anadanganya, anataka kunipima. Na mimi nitala chini, mimi sina hela. Tutasaidiana tu, maisha ni kusaidiana. Lakini ukiona uhalisia wa jambo unaanza chokochoko. Kwamba mimi nilidhani unanitania, lakini nilikwambia. Unaona unaleta ile maneno ambayo mimi nilikwambia uhalisia, lakini ulikubali kuwa na mimi. Sasa unaporudi nyumbani kumwambia mama uhalisia wa maisha ambayo tunaishi, mama anambia rudi nyumbani. Ndivyo sivyo ambayo imetokea. Watoto wanafanyaje? Wanarudishwa nyumbani. Lakini inawezekana labda kumradhi natumia neno kudanga. Labda yale maisha ya kudanga ambao watoto wake wanayafanya labda yanamfaidisha. Sasa swala, hebu tukiachana na hilo swala madam. Lakini kabla ya kuendelea mbele, wewe mpaka sasa hivi umejifunza nini kwenye hizi kauli zetu tatu tuzoongea? Nani anachangia anachangia mvurugiko wa malezi ya watoto mpaka sasa hivi hapa? Hizi pointi tatu. Mama. Sasa kwa kiasi kikubwa ni mama. Mama ndiye ambaye anachangia kwa kiasi kikubwa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.